Salamu ndugu zangu, kaka na dada wote ambao mmeendelea kufuatilia mafundisho haya na wengine wote ambao labda ni kwa mara ya kwanza utakuwa unasikiliza ujumbe huu. Ninawakaribisha muendelee kufuatilia na kusikiliza na kuyafanyia kazi mafundisho haya, maana ni mafundisho ya kweli ambayo yameletwa na mwalimu pekee wa kweli ambaye ni Zura 100. Kwa hiyo pembeni ya mwalimu ambaye ni Zura 100 hakuna mwingine yeyote ambaye anafundisha ukweli katika dunia hii. Yaani namaanisha dunia nzima kwa wakati huu. Haijalishi umezaliwa katika dini gani, haijalishi umemsikia nani katika hizo dini zote ambazo zipo kwa wakati huu, wote wanaongea uongo, wote wanafundisha uongo. Kwa sababu hata mkichunguza wenyewe ndugu zangu, mnaona kwenye vitabu vya hivyo dini ambao ndio msingi wa imani yenu, mnaona kuna uongo mwingi umejaa humo. Mnaona kuna historia za kitoto zimejaa humo. Kuna historia hata za kikatuni naweza nikasema zimejaa humo. Kwa sababu hata ukifuatilia historia ambazo zimeelekezwa humo, yani inakuwa yani haileti hata mantiki yani. Kwa hiyo kwa watu ambao tayari mmeshakuwa watu wazima na mnakuwa mnatumia mantiki kwenye kufikiri, mnaona jinsi mambo yanavyoendelea katika dini, mienendo inayoendelea katika dini. Hayo yote yanashuhudia kwamba katika dini hakuna ukweli, maana dini zote ni uongo. Maana wapo ambao walioanzisha hizo dini ambazo ni jamii za asili kwa lengo la kuwapoteza watu weusi, hasa watu weusi. Kwa hiyo ndugu yangu, ni neema kubwa ambayo kwa nyakati hizi tunamshukuru Luba tumepata. Mzaliwa wa pili yupo nasi kwa wakati huu katika hali inayoonekana kwa ajili ya kuja kurejesha ile historia ya kweli ambayo ilikuwa imepotezwa katika jamii ya watu weusi na pia katika ulimwengu wote. Na sio kwamba labda ukweli ulikuwa umepotea, hapana, ila tu ni kwamba katika fahamu za watu na katika fahamu za hata wengine ukweli huu ulikuwa umeshafutwa na yaani ulikuwa umeshaondolewa katika fahamu za watu. Lakini tunajua ndugu zangu kwamba maisha yapo yanaendelea, maisha ambayo yanaendelea ni ukweli. Yani huo ukweli ni kwamba mimi nimezaliwa ni ukweli, si ndio ndugu zangu? Naishi na kula, huo ni ukweli, si ndio ndugu zangu? Lakini namna ya kufikiria, namna ya kuenenda na namna ya kuishi, hapo ndipo ambapo shetani mlima bobe, roho mbaya alikuja akabadilisha maisha na hata maisha ambao unaishi, kwa sababu unajua kwamba watu weusi ni watu wa kiroho. Lakini shetani mlima bobe kupitia demon na kupitia hao wazungu na damu changanyiko walikuja wakawafanya watu weusi waishi maisha ya kidini ambao ni maisha ya kimwili. Kwa hiyo tunajua kwamba asili ya mtu mweusi ni asili ya kiroho. Kwa hiyo mtu mweusi anapaswa kuishi maisha ya kiroho. Kwa hiyo ndugu zangu, mwalimu pekee wa kweli ni Zura 100. Hakuna mwingine ambaye anafundisha ukweli isipokuwa Zura 100 pekee yake. Hata mkisikiliza mafundisho ambayo anatoa kwa wakati huu, mkisikiliza mafundisho ambayo tunashare na ninyi ndugu zetu kwa wakati huu, mnaona kabisa na roho zenu zinawashuhudia kwamba hakika huu ni ukweli. Kwa sababu ukilinganisha na maisha ambayo yanaendelea katika dini au mafundisho ambayo yanaendelea katika dini, mnashuhudia kwamba hakika kwenye dini kuna kitu hakipo sawa. Sasa kama hakipo sawa ndugu zangu, kwa nini unaendelea kubaki katika dini? Kwa nini unaendelea kushupaza shingo yako ubaki katika dini? Je, unafikiri bado unaweza ukapata ukweli huko? Hapana ndugu zangu. Chunguza, fuatilia. Nimeshasema kwamba misingi ya hizo dini ambazo ni hivyo vitabu vyenu ndio msingi wa imani yenu. Chunguzeni. Kumejaa mikanganyiko, kumejaa uongo, kumejaa ibada za kichawi na kumejaa historia ambazo hata ukizitafakari na kuzifikiria kwa wakati huu unafikiria hivi, huyu Mungu mbona anatenda mambo kama haya, ni ya kitoto kabisa. Yaani kwenye hizo vitabu vya Biblia za kisasa kwa mfano, unaona Mungu huyu ambaye wanaamini kwamba ndiye Muumba, eti anashauriwa na Musa kwa ajili ya kuto kutenda ubaya fulani kwa watu wake. Sasa historia kama hizo ndugu zangu kweli hazina hata mantiki, hata ukifikiria yani ni kupumbazwa tu ambao kunaendelea. Kwa hiyo ndugu zangu, ukweli pekee ni neno la Luba. Na tunashukuru mzaliwa wa pili yupo kwa nyakati hizi anaendelea kutoa mafundisho, na lengo la mafundisho ni kututakasa, ni kutusafisha ili tutoke katika zile fahamu zote ambazo tumelishwa tangu tukiwa wadogo, fahamu za dini ambao ni uongo. Maisha yote yale ambayo tunaweza tukawa tumeishi, wengine tumeishi katika maisha ya dini, tumeishi katika maisha ya mila na desturi ambazo ni mbaya, sio nzuri.
Kwa hiyo mzaliwa wa pili Zuhura 100 yupo kwa nyakati hizi kwa ajili ya kutuondoa katika hayo maisha yote na kutuleta katika maisha mapya ambayo ni ya kweli, maisha ya kiroho ambayo ni neno la lugha. Kwa hiyo ndugu zangu, ninamshukuru Baba kwamba siku ya leo nitaenda kutoa mafundisho na mafundisho kutoka katika kitabu cha Kweli Karata Ndimsi, kitabu cha maajabu hiki hapa, ambacho ukitaka ukipata kitabu hiki basi ukifungua website ya Les Editions Zuhura 100.com basi unaweza ukaingia kwenye ukurasa huo na ukaweza kuagiza kitabu hiki na vitabu vingine vingi ambavyo viko humo ambavyo vinarejesha historia ya kweli, historia ya maisha ya kiroho ya watu weusi, maana ndio kweli halisi ambao tumeletewa kwa nyakati hizi. Kwa hiyo somo letu la leo tutatoka katika kitabu hiki na tutasoma katika kitabu cha Ngina sura ya 15, tutaanza mstari wa kwanza na mada au tema inasema tubuni na mshike sheria. Kwa hiyo ndo mada ambayo tutaipitia katika somo la leo, tubuni na mshike sheria. Kwa huu ujumbe ulitolewa kwetu na Nginya, ambaye huyu Nginya ni mtu mweusi ambaye historia yake ndio hiyo iliibwa na hao wazungu na damu mchanganyiko, wakaibadilisha hiyo historia. Ndio huyo ambao katika Biblia za kisasa wamemuita Ezekiel, lakini jina lake la kweli anaitwa Nginya. Kwa hiyo nitaanza kusoma mstari wa kwanza, nao unasema: tazama, nafsi zote ziko chini ya nguvu ya neno la lugha, nafsi ya mwana na nafsi ya baba, zote ziko chini ya nguvu ya neno la lugha, nafsi inayotenda dhambi ndiyo itakayokufa kiroho, Kwa hiyo tunaona hapa Nginya anaanza kutuambia kwamba nafsi zote ziko chini ya nguvu ya neno la lugha. Na kama tunavyojua ndugu zangu, tumeshapata ufunuo namna ambavyo mtu aliumbwa. Tunajua, lakini hapa anaongelea zaidi nafsi. Na katika utu wa mtu mfano, tunajua kwamba ana roho, ana nafsi, ana mwili. Lakini ukiangalia hapa amezingatia sana nafsi. Kwa nini nafsi? Kwa sababu tunajua ni nafsi ndio ambayo ilitenda dhambi na hiyo ndio ambayo ipo kwenye hatia. Lakini tunaona hapa anatuambia kwamba nafsi zote ziko chini ya neno la lugha. Kwa hiyo haijalishi uwe ni mtu wa namna gani, haijalishi uwe unaishi maisha gani, tambua kwamba nafsi zote ziko chini ya nguvu ya neno la lugha. Sasa kwa kuelezea zaidi hapo ni kwamba kwa wale wote ambao wamekubali ukweli na wamekubali kutii sheria za neno la lugha, nafsi zao ziko chini ya nguvu ya neno la lugha. Hata kama utatenda dhambi, hata kama utakuwa ni mtu ambao unatenda dhambi, bado utakuwa chini ya nguvu ya neno la lugha, kwa sababu tunajua kwamba kuna adhabu ambazo zinatolewa kwa wale ambao wanakuwa wanatenda mabaya, na hizo adhabu bado uko chini ya nguvu ya neno la lugha unavyokuwa unapewa hizo adhabu. Lakini akaendelea kusema kwamba nafsi ya mwana na pia nafsi ya baba. Kwa hiyo tunajua pia tumepewa neema ya kuzaa watoto, unakuwa baba, unakuwa mama na unakuwa na mwana. Haijalishi kwamba labda wewe kama mzazi umezaa watoto wako ukafikiri kwamba ile nafsi iko chini ya nguvu yako. Hapana, bado iko chini ya nguvu ya neno la lugha. Na akaendelea kusema kwamba zote ziko chini ya nguvu ya neno la lugha, na hivyo kama zote ziko chini ya nguvu ya neno la lugha, ndio maana hapo mbele akasema kwamba nafsi itendayo dhambi ndiyo itakayokufa kiroho, kwa sababu ikiwa umekataa kutii sheria za neno la lugha, manake automatically nafsi yako itakufa kiroho. Na ndio maana kwa wakati huu tunashukuru neema hii kubwa ambayo lugha kupitia neno lake ameruhusu kwa nyakati tunapata ukweli, maana ni tupo katika uamsho, tupo katika njia kwa ajili ya kusafishwa nafsi zetu. Maana ukikubali ukweli,
Maanake unakuwa umeingia katika njia ya utakaso, ili utakaswe, uendelee kusafishwa, kutakaswa katika nafsi yako, na uachane na hayo yote, hatimaye uwe hai, yani upate uzima wa milele. Sasa ikiwa utakataa kutenda sheria za neno la lugha, maanake utakuwa wewe ni mwasi. Inamaanisha kwamba wewe nafsi yako itakufa kiroho, na ndio maana mwingine hapa anasema kwamba nafsi itendayo dhambi ndiyo itakayokufa kiroho, ndiyo itakayokufa kiroho. Kwa hiyo ndugu zangu, katika maisha haya ambayo neno limeruhusu tupate kuishi, tunajua kwamba kuna mambo mengi ambayo yanaendelea, na watu wengi wameishi katika maisha ambayo wanafikiri kwamba ni ukweli, kumbe ni uongo. Lakini kwa wakati huu ambao tumepata neema ya kuwa na ukweli, ndipo tumeanza kujua kwamba kumbe hili jambo si kulingana na ukweli. Kwa hiyo inamaanisha unapokuwa unajua hilo jambo, ni vema basi kuchukua hatua ya mbele. Ukijua kwamba jambo fulani sio zuri, ni vema kutenda jambo ambalo ni zuri. Ndio maana mstari wa pili akasema kwamba tupilieni mbali nanyi dhambi zote mlizotenda dhidi ya neno la lugha, koma. Sasa hapa tunaona mwingine anatuambia kwamba tupilieni mbali dhambi zote. Dhambi zote. Tupilieni mbali dhambi zote mlizotenda dhidi ya neno la lugha. Inamaanisha kwamba jambo lolote ambalo utalitenda ambalo ni dhidi ya neno la lugha, hiyo ni dhambi. Maana ikiwa kuna sheria za neno zinakwambia usifanye hivi, usifanye vile, na wewe ukafanya, maanake unakuwa unatenda dhambi. Na ikiwa labda neno limekuagiza kufanya jambo 1, 2, 3 na ukawa haufanyi hilo jambo, maanake pia unakuwa katika hatia, unakuwa katika ukosefu wa kutokutenda hilo jambo. Maana ikiwa hujatenda na neno limekuambia utende, na tunajua kwamba neno ni kila kitu katika maisha yetu, na maisha neno likwambia tenda jambo fulani, automatically unapaswa kulitenda hilo jambo. Na usipolitenda kuna jambo tu ambalo ni zidi ya neno utalitenda katika maisha yako. Na ndio maana hapa ngine anatuambia kwamba tupilieni mbali nanyi dhambi zenu, dhambi zote mlizotenda zidi ya neno la lugha. Sasa hapa inamaanisha kwamba tayari unakuwa umeshapata ufahamu wa kweli kwamba jambo ambalo ulikuwa unalitenda, kwa mfano labda wewe ulikuwa ni mzinzi. Ina maana ukishajua kwamba uzinzi ni kosa, ili tuone kwamba kulingana na tema hii umetubu kweli kweli, manake inatakiwa usitende tena hiyo dhambi. Ndio maana hapa mwingine anatuambia kwamba tupilia mbali dhambi zote mlizotenda. Inamaanisha kwamba kama kuna dhambi ambayo unakuwa umeshaitenda na umetambua kwamba hii ni dhambi, basi ndugu yangu ni vema ukaachana na hiyo. Maana tayari unakuwa umeshapata maarifa ya kweli, umeshapata ukweli kuhusiana na hilo jambo. Na hivyo si vizuri tena kuendelea kulitenda hilo jambo. Na ikiwa utaendelea kulitenda hilo jambo, manake kulingana na tema hii ambayo inasema kwamba tubuni na mshike sheria, unakuwa haujafanya hivyo. Mstari wa 3. Jifanyieni moyo mpya katika mabano, tubuni na hali ya roho mpya katika mabano, na mshike sheria, koma. Kwa maana inafaa nini mfe kiroho, koma? Watu wasioanzishwa wawase. Tunaona hapa pia Nginya anaanza kutuambia kwamba jifanyieni moyo mpya. Kwa hiyo katika maisha haya ambayo sisi tulikuwa tunaishi kabla hatujapokea ukweli huu, kabla tujawa katika maisha haya ya kiroho ya neno la lugha, kuna maisha ambayo tulikuwa tunayatenda na tulikuwa na moyo ule wa kipindi kile. Lakini hapa Nginya anatuambia kwamba jifanyieni moyo mpya. Maana kujifanyia moyo mpya ni pale ambapo unakuwa umeshatambua kwamba hili jambo ni baya, hili jambo sio zuri. Inamaanisha kitendo cha wewe kutubu, manake kuto kutenda tena hayo ambayo ni mabaya ulikuwa unayatenda, inamaanisha kwamba hapo unakuwa unajifanyia moyo mpya. Na akaendelea pia kwamba na hali ya roho mpya. Sasa hali ya roho mpya ni ya namna gani? Kwa hiyo tunajua kwamba msingi wa maisha ya kiroho ni kutimiza sheria za neno la lugha. Na kama msingi ni kutimiza sheria za neno la lugha, ili uwe na roho mpya,
manake unapaswa kushika sheria zote za neno la lugha. Na ninavyosema kushika sheria za neno la lugha, haimaanishi kuziclaim tu, kuziweka kichwani kwamba labda usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usifanye jambo hili, si ndio ndugu zangu? Inamaanisha kwamba ikiwa hizo sheria unazijua, unapaswa kuwa ni mtu ambao unazitekeleza. Kwa mfano ukiambiwa usiibe, manake usiibe. Kama sheria inakwambia usiue kwa kukusudia, manake unapaswa wewe kutokuua. Kama sheria inakwambia usizini au usiwe mwasherati, manake unapaswa kutokuwa mzinzi na kutokuwa mwasherati. Na kwa namna hiyo, ikiwa utakuwa unazishika hizo sheria na kuzitenda, manake hapo unakuwa unapata hali ya roho mpya. Manake unakuwa umeacha mambo yote yale ya zamani ambayo ulikuwa unayatenda, ambazo ni sheria dhidi ya neno, na umepokea sheria ambazo zinakuongoza vizuri, sheria za neno, manake unakuwa umekuwa na hali mpya. Na ndio maana kwa wakati huo ndugu zangu, watu wanaweza wakakuona wewe ni yule yule tu kwamba labda tangu upo katika dini, mfano umepokea ukweli, si ndio? Lakini katika maisha ambayo yanaendelea ni kwamba watakuona tu mbona Rujeko ni yule yule, lakini kiuhalisia mimi nimeshakuwa na roho mpya kwa sababu stendi tena yale mambo ambayo nilikuwa natenda nikiwa katika dini. Kwa hiyo ndugu zangu, pia tunapaswa kuwa na ufahamu huo. Mwingine hapa anatuambia, lakini akaendelea kusema kwamba kwa maana inafaa nini mfe kiroho? Na ikiwa ndugu zangu hamjui nini maana ya maisha, maana tunashukuru pia neema hii ambayo tumeletewa sisi ambao tumekubali ukweli. Mwalimu ambaye ni Zura 100 ametuambia kwa nini tuko hapa duniani. Makusudi ya sisi kuwa hapa duniani ni yapi? Je, unafikiri ni kula, kufurahia mambo ya dunia tu basi afu imeisha? Maana sio kama katika dini wanakuambia kwamba uko hapa duniani labda wewe utaishi tu maisha ambayo wanaamini katika dini, alafu baadaye wanakuambia kwamba ukimpokea huyo Yesu mfano eti utaenda mbinguni paradiso, uende kuimba kule milele na milele unaimba tu. Je, unafikiri maisha ya kweli ndio yako namna hiyo? Hapana. Lakini ukitaka kujua msingi halisi, kusudi halisi la mtu mweusi katika dunia hii, basi ndugu yangu, karibu katika mafundisho haya. Hapa ndipo utaelewa kwa nini uko hapa duniani. Kwa nini hali hiyo ambayo unaipitia kwa sasa hivi iko namna hiyo. Maana ni maisha ya kiroho ndio yanaweza akakufunza ni kwa nini upo katika hali hiyo. Na ni namna gani ya wewe kuondoka katika hali hiyo. Maana ukiwa katika dini hauwezi ukajua. Maana hata ukiwauliza viongozi wa dini kwamba kwa nini tuko hapa duniani, hawezi wakakueleza. Na watakwambia kulingana na uongo ambao wamefunzwa ili kwenda dhidi ya sheria ya neno ambayo ilikusudia sisi kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo hapo tunaona mwingine anatuambia kwamba kwa maana inafaa nini mfe kiroho. Na kufa kiroho ni pale ni kwamba wewe utapita katika hukumu. Sasa unapokubali neno la lugha na unakubali kuwa na hali ya roho mpya, manake unazishika sheria na kuzitimiza, manake wewe unakuwa ni hai. Inamaanisha hauwezi ukafa kiroho hata siku moja. Lakini unapokuwa unaenda dhidi ya sheria za neno la lugha, hapo ndipo utakufa kiroho. Maana pia akaendelea kusema kwamba watu wasioanzishwa wawase. Maana hapo alikuwa anawaambia watu wawase wasioanzishwa kwamba inafaa nini mfe kiroho watu wasioanzishwa. Na kama tulivyopata mafundisho ndugu zangu, wasioanzishwa ni wale watu wote ambao hawana maarifa ya kweli, maarifa haya ya neno la lugha, wale ambao wamekataa wamekataa kuzitenda sheria za neno la lugha na wamekubali kuwa katika dini na kuwa katika maisha mengine yote ambayo yanaendelea, maisha ya kuabudu mababu, kuabudu mizimu, wengine wanaabudu miamba, wengine wanaabudu sanamu. Hao wote ni wasioanzishwa. Lakini tofauti na hapo sasa, wasioanzishwa walioneemiwa ndo kama sisi ambao kwa nyakati hizi, yani tulikuwa katika hayo maisha ya wasioanzishwa, lakini tumepata neema ya kupokea ukweli huu na neno limetuhurumia na kututoa katika yale maisha ya dini na kutuleta katika maisha ya ukweli. Kwa hiyo sisi tunakuwa ni tusioanzishwa tulioneemiwa,
na unapokuwa katika njia ya utakaso unaendelea kujifunza, manake itafika wakati kadri unavyozidi kutii sheria za neno la Ruba, basi utaenda katika hatua nyingine ya kuitwa mtu aliyeanzishwa. Na tunajua kwamba walioanzishwa wote ni wale ambao basi wao wameshafika katika utakaso kamili. Inamaanisha kwamba wamepokea mudimu sange, wanaishi kulingana na Roho, yaani maisha yao yanaongozwa na Roho kwa wakati wote. Kwa hiyo hapa Nginya alikuwa anauliza inafaa nini mfe kiroho watu wasioanzishwa, yaani wale watu wote ambao hawajapokea neno la Ruba, watu wote ambao wapo katika maisha mengine ambayo si maisha ya kiroho katika neno la Ruba. Inafaa nini mfe kiroho? Haifai kabisa. Ambapo tukienda katika mstari wa 4 sasa, fungua semi, hakika mba mutatedi sifurahii kuona nafsi ikifa kiroho wakati bado inaweza kutubu . Kwa hiyo badilisheni mtazamo wenu na muishi. Kwa tunaona hapa katika mstari wa 4 unaanza na fungua semi. Sasa hapa ni kwamba ni mutatedi ambaye tunajua mutatedi ni kaka yetu wa kiroho ambaye anawaongoza na kuwatawaza walioanzishwa. Yeye kupitia Nginya ndo alikuwa anaongea hapa. Maana tunajua kwamba manabii wanakuwa wanaongea katika nafasi ya roho, yani katika nafasi ya mutatedi. Kwa hiyo kwa wakati huu sasa ni mutatedi ambaye ni roho alikuwa anaongea kupitia Nginya. Anasema hakika mba mutatedi, yani mimi mutatedi sifurahii kuona nafsi ikifa wakati bado inaweza kutubu. Ndugu yangu, katika maisha haya ambayo tunaishi tunapaswa kuwa na ufahamu. Kwa kweli neno la Ruba linatupenda sana. Neno la Ruba linatupenda sana. Na kwa maana hata kuna wakati nikitafakari kwa jinsi ambavyo Ruba kupitia neno lake anavyotupenda, hata kumtuma mzaliwa wa kwanza na wa pili kila mmoja kwa wakati wake kwa ajili ya kuja kutuokoa. Huo ni upendo ambao ni zaidi ya upendo. Ni zaidi ya upendo ndugu zangu. Na hapa mutatedi anaonesha hali ile ile kwamba hafurahii kuona nafsi ikifa kiroho wakati bado inaweza kutubu. Huu ni upendo na hii ni rehema, yani wanatuhurumia kwamba kuna haja gani ya sisi kufa kiroho ikiwa mtu anaweza kutubu. Sasa ndio maana kwa wakati huu tunashukuru Ruba kwamba neno la Ruba lipo kwa wakati huu kupitia mzaliwa wa pili kwa ajili ya kuja kututoa katika maisha ya kifo cha kiroho ili tupate kuwa hai, yani tupokee uzima wa milele na tuweze kurisi uzima wa milele. Sasa mutatedi hapa anatuambia kabisa kwamba hafurahii kuona nafsi ikifa kiroho wakati bado inaweza kutubu. Manake kwamba ikiwa ndugu yangu unasikia mafundisho haya ni mara yako ya kwanza au umekuwa ukisikiliza haya mafundisho mara kwa mara, mutatedi anatukumbusha kwamba hafurahii kabisa nafsi ikifa kiroho, kwa sababu halikuwa kusudi la mtu mweusi kwamba afe kiroho. Hapana. Haikuwa kusudi la kwamba mtu mweusi aumbwe ili aje apotee. Hapana. Maana tunajua ikiwa watu weusi wanakufa kiroho ni kwa sababu ya kutokutii sheria za neno la Ruba, na hiyo ilitokana na njama ya shetani mlima bobe, roho mbaya ambaye yeye tangu pale ambapo alidhihirisha hali ambazo ni mbaya, ndipo alianza kukusudia kuhakikisha kwamba na wengine wanamfuata katika ile njia ambayo ni ya kifo cha kiroho. Lakini ni kwa neema ambayo Muumba ametupatia kwa nyakati hizi na hata kwa nyakati za mababu zetu, miaka na miaka ambayo imepita huko, yani makarne na makarne, neno linakuja kwa ajili ya kuwatoa. Ruba kupitia neno lake anatuma manabii, anatuma waamuzi, anatuma mitume ili kwa ajili ya kuja kututoa katika kifo cha kiroho na tupate kupokea uzima wa milele. Na akasema kwamba kwa hiyo
badilisheni mtazamo wenu muishi. Na kubadilisha mtazamo hapa ndo kama ambapo tumesema kwamba unapaswa kutubu na kushika sheria za neno la lugha. Maana tumeona kwamba ili uweze kujifanyia moyo mpya unapaswa kutubu. Yaani kama nilivyoelezea kwamba kutubu ni kwamba ikiwa kuna jambo baya ulikuwa unalitenda basi usitende tena. Hapo maanake unakuwa umetubu kweli kweli. Kwa hiyo tusidanganyike na dini ambao wanakuambia si nenda si ukatubu, watu wanakaa pale wanabwabwaja tu maneno. Natubu, nilikuwa natenda dhambi hii, nilikuwa nafanya hivi na hivi, nilikuwa nafanya hivi na hivi, kwamba anaamini kwamba ndio ametubu. Lakini unashangaa tena baadaye anaenda anarudia hilo jambo, anarudia tena kesho, anarudia tena kurudia. Hapana ndugu zangu, huko sio kutubu. Kutubu ni pale ambapo unakuwa umeacha kabisa kuto kulitenda tena lile jambo. Na ukifanya hivyo, tumesoma katika mstari huo uliopita kwamba manake kwa wakati huo unakuwa umepokea hali ya roho mpya, na hali ya roho mpya maanake utakuwa umeshika sheria za neno la lugha na umekuwa mwaminifu katika hizo sheria kwa kuzitimiza, yaani kuto kwenda dhidi ya hizo sheria. Na ndio maana hapa Muthathedi anatuambia kwamba badilisheni mtazamo wenu na muishi. Kwa hiyo ili uweze kuishi ni pale ambapo utatubu kwa hakika na ukubali kuzishika sheria za neno la lugha na kuziishi hizo sheria. Maanake hapo utakuwa umebadilisha mtazamo wako na utaishi. Maana hapo hautakufa kiroho tena, utaishi. Sasa akaendelea kusema katika mstari wa 5, nitawafanya mpite kiroho chini ya fimbo, nami nitawaweka kiroho katika vifungo vya agano linalotokana na neno la tetee. Kituo funga sema. Kwa hiyo hapa Muthathedi kupitia Nginya akaendelea kusema kwamba nitawafanya mpite kiroho chini ya fimbo. Yaani ikiwa utatubu ndugu yangu na kukubali kuzishika sheria za neno la lugha, manake Muthathedi atakufanya upite kiroho chini ya fimbo. Anamaanisha nini kupita kiroho chini ya fimbo? Manake ni kwamba utakuwa unaongozwa na neno, unaongozwa na sheria za neno, na ikiwa unaongozwa na sheria za neno hautakiwi kwenda nje ya, manake upo katika njia, hautakiwi kwenda nje ya hiyo njia. Na utakapoenda nje ya hiyo njia manake hiyo utapata fimbo, maana utarejeshwa, maana neno liko pale kwa ajili ya kuturejesha. Na kwa maana hiyo katika maisha yetu haya ambayo ni ya njia ya utakaso unakuwa unaendelea vizuri, lakini pale ambapo unakuwa umekubali yani umetubu kiuhakika na umekubali kufuata sheria. Maana katika neno la lugha, katika maisha haya ambayo tunaishi, kuna sheria nyingi ambazo zipo. Kwa hiyo ukikubali kulipokea neno la lugha na ukakubali kuishi kulingana na sheria za neno la lugha, maanake unakuwa chini unakuwa unapita unakuwa unapita kiroho chini ya fimbo ambayo ni Muthathedi anakuwa ametufanyia. Na ndio maana akasema kwamba nami nitawaweka kiroho katika vifungo vya agano linalotokana na neno la tetee. Anaposema atatuweka katika agano, manake ni katika kutimiza sheria zote za neno la lugha. Maana ukipokea neno la lugha na ukakubali kukaa katika maisha haya ya neno la lugha, manake kila wakati utakuwa unapokea mafundisho ambayo yanatokana na agano la kweli ambalo linatokana na neno la tetee. Ni kupitia hilo agano ndipo ndugu yangu unaweza ukafanikisha kweli kweli kuacha dhambi zote. Maana pasipo neno la lugha hauwezi kuacha dhambi. Usijidanganye ndugu yangu kwamba labda una nguvu au hauwezi. Pasipo neno la lugha huwezi kuacha dhambi. Na ndio maana ukikubali neno la lugha na ukakubali kutii sheria za neno, endelea kuomba neno la lugha lizidi kukupa nguvu ili uweze kushinda majaribu yote ambayo yapo katika hali inayoonekana. Lakini sio hivyo tu, pia ni kukaa katika mafundisho, kuendelea kusikiliza haya mafundisho ili kuondolewa katika fahamu zile ambazo ni za upotovu, fahamu zile ambazo ni za upinga ukweli. Maana ni katika mafundisho ndipo unakuwa unatakaswa, unaoshwa na unaendelea kutakasika unapokuwa unasikiza mafundisho, ili uweze kuacha na upate nguvu ya kusonga mbele na kuendelea na agano hili ambalo linatokana na neno la tetee. Kwa hiyo Muthathedi anatoa ahadi kwamba hapa ikiwa utakubali neno la lugha,
basi atatuweka kiroho katika vifungo vya agano linalotokana na neno la tete. Na anavyosema katika vifungo, sio kwamba labda inakuwa ni adhabu, hapana. Maana ikiwa hakika unapenda neno la Luba, ikiwa unapenda kuwa mtu mzuri, utafurahishwa na maisha yaliyo katika neno la Luba. Maana katika neno la Luba hakuna mzigo. Na ikiwa labda katika maisha yako unaona kuna mzigo, manake wewe kuna ufahamu fulani ambao bado haujatoka hapo. Lakini pale ambapo unakuwa umekubali neno la Luba na unakuwa unasikiza mafundisho kila wakati, manake unakuwa unatakaswa na hayo maisha yote ambayo yalikuwa ni zidi ya neno, maisha ambayo yalikuwa ni ya upinga ukweli, utakuwa unafundishwa na unaondolewa katika hayo maisha kupitia mafundisho ya kweli ambayo yanatokana na neno la Luba. Kwa hiyo ndugu zangu, ni katika neno la Luba pekee ambalo mtu anaweza akaacha dhambi kwelikweli na kuto kutenda tena. Ni kwa sababu ya hii ahadi ambayo Mutatedi kupitia Nginya ametuambia hapa kwamba ukikubali basi Mutatedi anatuweka kiroho katika vifungo vya agano linalotokana na neno la tete, ili usirejee tena katika maisha ya zamani, yaani usirudie tena matapishi. Maana inafaa nini ndugu yangu, umekubali ukweli na umekuwa na uhakika kwamba hakika huu ni ukweli, afu unarejea katika matapishi? Hapana, inakuwa sio vizuri. Hayo ndio yalikuwa mafundisho ya siku ya leo ndugu zangu. Ninamshukuru sana Luba, namshukuru pia na mzaliwa wa pili ambaye yupo anaendelea kutupatia mafundisho. Kwa hiyo ndugu zangu, na mimi nawahimiza na kuwasihi kwamba basi ikiwa umekubali neno la Luba, basi unapaswa kutubu kweli kweli na kuzishika sheria za neno la Luba. Inamaanisha tuache zile dhambi zote ambazo tulishazitenda huko nyuma, hatuna haja tena ya kuzirudia kuzitenda, bali tushike sheria. Inamaanisha kwamba tujifanyie moyo mpya kwa kutubu, na ili tupate kuwa na hali ya roho mpya, yani tushike sheria za neno la Luba na kuzitenda, na hivyo itatufanya tuweze kuishi na tusife kiroho. Asanteni sana ndugu zangu. Luba anaendelea kujitukuza na Zulula 100 ndiye mwalimu pekee wa kweli. Asanteni.